Hello wapendwa, habari zenu. Leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kufanya vipimo vya gauni. Tutajifunza vipimo vya urefu, vipimo vya upana, lakini pia tutajifunza vipimo vya shoulder kama ambavyo mpendwa wetu mmoja aliomba. Kwa leo utakwenda kuviona hapa. Karibu uangalie video hii mwanzo mpaka mwisho ujifunze. Kama utakuwa na maoni sehemu yoyote au utakuwa na pendekezo, utakuwa na tatizo lolote labda, usisite kuniandikia kwenye comment. Karibuni. Hapo tunakwenda kuanza vipimo vyetu kama ambavyo unaona hivyo. Hivyo ni vipimo vyetu vya urefu, ambapo vipimo vya urefu tuna urefu wa kwapa. Pia tuna urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo, tuna urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye hipsi, tuna urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye goti, na pia tuna urefu wote. Kwa hivyo angalia namna ninavyofanya vipimo hivi. Kwa wewe ambaye unajifunza ndio kwanza unaanza, video hii ni muhimu sana kwako, itakufundisha. Uiangalie mpaka mwisho ujifunze kitu hapa. Hapo nadhani umeshaona tumeshafanya vipimo vya kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo, na sasa tunafanya vipimo vya urefu wa kutoka kwenye bega mpaka kwenye hipsi. Nadhani umeona namna ambavyo nimepima vipimo hivyo. Upande ulipo hipsi huko ndiko utakapoweka tepi yako. Na baada ya hapo tutakwenda sasa kufanya vipimo vya goti. Urefu wetu wa goti kama ambavyo unaona. Pale goti lako lilipo, hapo huo ndo urefu wako wa goti. Kwa hiyo ina maana tepi yako itafikia hapo. Hapo unaona hapo ndo kuna goti langu hapo. Hapo. Kama hivyo unavyoona. Baada ya hapo sasa tutakwenda kupima urefu wote kutoka kwenye bega mpaka kwenye kifundo cha mguu. Kama nguo ni ndefu utafanya vipimo hivyo, na kama nguo ni fupi basi utafanya vipimo kulingana na hitaji la mteja wako. Kama hivyo, hakikisha mteja wako asiiname unapokuwa unampima. Tayari tumemaliza vipimo vyetu vya urefu na sasa tunaingia vipimo vya upana, ambapo vipimo vya upana tuna upana wa bega, lakini pia tuna mzunguko wetu wa kifua, pia tuna mzunguko wa tumbo, mzunguko wa hipsi, lakini pia tuna upana wa goti. Kwa utaanza na vipimo vya bega. Kwenye bega pale unapofanya vipimo vya bega kuna kimfupa fulani huwa kipo hapo. Kile kimfupa cha upande wa kwanza na upande wa pili, hivyo ndio vipimo vyako vya bega sahihi. Baada ya hapo sasa tutakuja kwenye vipimo vya kifua kama ambavyo unaona hapo. Hakikisha unamuuliza mteja wako kwanza kama nguo kama ulivyomwekea tepu hivyo basi hapa inafaa au haifai. Kama anataka nguo iwe kubwa, labda ilegee kidogo isibane, muulize mwenyewe akubali kwa hiari yake. Usimpime tuwe kama wewe ukaamua kwamba basi ngoja nimwekee inchi kadhaa 35, 40. Muulize kulingana na hitaji lake. Ili kama kutatokea kosa mwambie basi uliniambia wewe nikushonee nguo ya kubana au uliniambia nikushonee nguo ya kulegea kidogo. Hakikisha unamuuliza mteja wako maswali kama hayo. Ni muhimu sana. Kadhalika kwenye tumbo pia hivyo muulize. Muulize nimeweka inchi 40 ni sahihi, nimeweka inchi 35, 36 ni sahihi? Hapana. Akisema hapana, unamuuliza nibane kidogo tepu au nilegeze. Msikilize mteja wako anavyotaka. Unakuwa unaichezesha tepu hivyo, unachezesha hivyo kidogo tepu kama ambavyo nafanya. Hapo tumepima kwenye tumbo dogo, lakini pia utapima kwenye tumbo kubwa la chini. Pia na penyewe utafanya vipimo vyako kama hivyo ambavyo mimi nafanya. Ukifanya vipimo hivi kwa sahihi kabisa, sidhani kama unaweza kukosea nguo ya mteja. Hii video ni special sana kwa wewe ambaye ndio unaanza kujifunza. Baada ya hapo tutakwenda kupima hipsi. Kama unavyoona hipsi ni chini ya makalio kidogo. Utampima mteja wako hipsi. Halikadhalika pia hapo muulizie mteja wako kwamba nimeweka vipimo hivi, hipsi nimeweka 46. Je, hii 46 iko sawa, iko sahihi
au nilegeze au nibane zaidi, muulize mteja wako atakavyosema yeye, ndivyo ufuate matakwa ya mteja. Kama hivyo. Baada ya hapo tutakwenda sasa kupima upana wa goti. Unapopima upana wa goti hakikisha usibane tepu. Na pia kwenye upana wa goti kunategemeana na nguo yenyewe unayoshona. Lakini kwa nguo ya kawaida hakikisha upana wa tepu basi uwepo mkubwa, usibane tepu yako kwa sababu mtu atashindwa kupiga hatua. Hakikisha tepu inakuwa kidogo na upana. Baada ya hapo sasa, mpendo wangu, tutakwenda kupima mikono. Sasa angalia hapa vizuri jinsi ya kupima mkono, jinsi ya kufanya vipimo vyako vya mkono. Kama ni mkono mrefu, mwambie mteja wako aweke mkono kama hivyo ambavyo mimi nafanya hapo. Basi utampima hivyo kama ambavyo unaona. Urefu umeishia hapo kwenye 24. Ukifanya tofauti akiweka hivyo mkono, basi vipimo vitakuwa ni vifupi. Ule urefu wa mkono ule utakuwa ni mfupi, hautokuwa mkono ule urefu ule wa mkono aliokuwa anahitaji yeye. Kwa hakikisha ameweka mkono kwenye hips kama vile, ndo umpime sasa urefu wa mkono. Kuna mkono mfupi pia, akihitaji mkono mfupi pia unaweza kupima hapo kulingana na hitaji lake mwenyewe. Lakini mkono mfupi haina haja ya kusema kwamba ashike kwenye hips, hapana, ni mkono mrefu. Baada ya hapo utapima sasa upana wa mkono kama hivyo. Pia utamuuliza kama anahitaji mkono ubane au ulegee. Baada ya hapo utapima tena na upana wa mkono wa chini huku. Lakini uhakikishe chini huku basi mkono usibane kwa sababu ya mkono kuweza kupita, kiganja kiweze kupita vizuri, hakikisha isibane. Tumemalizana sasa na vipimo vya mkono. Hapa tutakwenda sasa kufanya vipimo vyetu vya off shoulder. Hivyo pia ilikuwa ni ombi la mteja wangu. Ombi la mmoja mpendo wangu pia kama hivyo unavyoona hapo. Kama anataka nguo yake iwe wazi sana, atasema mwenyewe kwamba naomba nipimie, nitaka nivalie humu. Kama unavyojua off shoulder kuna tunatolea 3, tunatolea 4, tunatolea 5. Kwa hiyo ni kulingana na hitaji la mteja anavyotaka nguo yake iwe wazi sana, isiwe wazi sana, basi yeye mwenyewe atakwambia kwamba nataka nivalie off shoulder yangu humu. Kama hivyo jinsi ambavyo unaona anafanya vipimo. Naona fanya kama hivyo. Baada ya hapo kuna ile tunaita hapa booster hapa kwa juu ya maziwa. Mtu anaweza akwambia nataka nguo yangu mimi nivalie humu. Hizi nguo mara nyingi tunazivaa kwenye shughuli kama hivyo. Kwa hiyo utampima mtu hapo juu ya maziwa. Utafanya vipimo vyako hapo juu ya maziwa hapo. Kutakuwa hakuna haja ya shingo, sijui kuweka nini. Vipimo vingine vyote tumeshaelekezana. Ukishapima hapo vipimo vingine tumeshaelekezana vya tumbo, vya hips, vya goti.